tuangalie magharibi mwa Kenya, na huku Wakenya wanapoadhimisha mwaka mmoja wa kukumbuka Wakenya waliouawa kwa kupigwa risasi kwenye maandamano ya vijana wa kizazi kipya cha Gen Z dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025, familia moja kutoka eneo bunge la Ikolomani pamoja na wafanya biashara wa Soho mjini Kakamega wamefanya matembezi ya kumkumbuka Caroline Shiramba aliyepigwa risasi mjini humo akiwa na chakula mkononi, chakula alichokuwa amepewa na mama yake kupeleka nyumbani. William Akosi anasimulia. Eneo hili ndilo Caroline alikuwa akifanyia biashara yake, familia na wanasoko wakiasha mishimaa na kufanya maombi hapa kabla ya kuelekea alipopigiwa risasi nje ya afisi za gavana wa kaunti ya Kakamega, hapa wakipiga magoti kwa mara ya pili na kuwasha mishimaa na kufanya maombi tena ili kumkumbuka Caroline. Baba, we Mwenyezi Mungu, tutembee vizuri, tumtoe hapa aenda kae nyumbani vizuri. Caroline aliyekuwa na miaka 35 wakati huo na ambaye ni mama wa mtoto mmoja alipigwa risasi kifuani akifariki dakika chache baada ya kufikishwa hospitali. Caroline Shiramba alikufa kifo cha uchungu na alikufa kama shujaa, na serikali iweza kutambua ya kwamba hawa watoto walikuwa na wenyewe na sisi ndio wenyewe. Alikuwa mtoto mwenye alikuwa anatusaidia. Sasa saa hii tuko upweke, hatuna mtu mwenye anaweza kutusaidia, na mtoto alikuwa anatoka sokoni anapeleka chakula kwa nyumba. Alikuwa amepigwa risasi hapa, imetokea huko nyuma huko. Naomba tu rais wetu Ruto atuangalie maisha yetu, kwa maana ni mtoto mwenye tulikuwa tumetarajia. Wanapoadhimisha mwaka mmoja tangu kupigwa risasi kwa Caroline, familia hii inataka serikali kuhakikisha kuwa Caroline ameweza kutambulika kama shujaa wa miongoni mwa Wakenya ambao walipigwa risasi tarehe 25 Juni mwaka jana, wakati vijana wa kizazi kipya cha Gen Z walipokuwa wanaandamana dhidi ya serikali. Na tunaomba serikali ya Kenya ikombazet familia ambayo Karo alitoka ndani, maana hakuwa mtu wa maandamano, yeye alikuwa anaenda nyumbani, kwa sababu Karo ameachwa nje. Wanapoonyesha hata picha kwa TV hatuoni Karo. Kwa hivyo sisi tuko na uoka kwa serikali yetu kupeana askari, kupeananga marisasi kwa watu wenye hata hawana hatia, watu wenye hawachui ya kwamba unaenda kukufa. Ukitoka kwa nyumba uchui unaenda kufa. Mtu ako kwa shughuli yake lakini anapigwa risasi anakufa. Kama huyu Karo amewacha mtoto wake. Hata tukiangalia TV tuoni picha ya Karo, huwa tunaona picha za watu wengine. Hata mimi kama shangazi yake huwa anashangaa na shangazi yangu naye ako wapi. Hii serikali inaangalia wengine. Inaangalia wengine ndio wa maana kushinda wengine. Unaona, kama huku unasikia fulani amesaidiwa juu serikali ilimmaliza, lakini sisi huku wenye sisi tuko chini hawatuangalii. William Akosi, NTV Mashinani, nikiwa katika barabara kuu ya kutoka Kisumu kuelekea Webuye, kaunti ya Kakamega.